anakunywa kileo. Akisha kunywa ile kileo, anakumbuka Mungu, analia. Je, hamuwaone wanalia? Mimi siku moja nilimchukua, wamemwacha huko njiani. Mke wake anajua. Mimi nimemchukua kwa bega zangu. Nilimkuta pale chini, wamemwacha huko. Ilikuwa ni usiku. Alitapika kwangu hapa mabegani. Watu wanaanza kuniambia ungemwacha huko, ungemwacha huko. Mimi nikasema nimwachie nini? Nilimchukua kwa bega zangu. Kisha nikamwangusha kwenye kiti. Nikakokota hadi chumbani. Ilipokucha asubuhi, aliamuka. Alifika kwangu. Akaniambia, pastor, umefanya vizuri. Nitakuwa mshiriki wako. Ni hapo alianzi. Kisha akapita kaenda kwa Mucho. Nitakuwa mshiriki wa kanisa la Agape. Ibrahim akafurahia ile nchi. Mungu akamwonyesha nchi ya pili. Akaona tazama nchi nyingine. Akageuka na kumwambia Mungu, haleluya, haleluya. Akageuka na kumwambia Mungu, akamwambia, tangu leo sitajenga maskani ya kuishi, nitajenga maskani tena, maskani hiyo nitaishi na jamaa. Haleluya. Nitajenga maskani. Fundi wa kwanza wa hema Ibrahimu niwe mundu wa mbere atangiye kuba kihema. Akasema nitaishi katika maskani. Haleluya. Nitaishi katika maskani. Mambo matatu ambaye anatarajia kuingia katika urithi wake. Ni mambo matatu ambaye anaonyesha mtu aliyeona urithi wake. Ni mambo matatu ambaye anaonyesha mtu ambaye yuko tayari kuingia katika urithi wake. Kwanza alitazama mji ule. Yule aliyetazama urithi wake. Neno la kwanza, mambo ya dunia hayamzuru tena. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Nubwo yatunga gatunganirwa. Ijapo anaishi kwa raha. Nubwo yakubaka karwaka yubaka. Ijapo anajenga nyumba za kifahari. Nubwo yabona ubutunzi akaburaho mushira. Ijapo anakuwa tajiri mkubwa. Ntabwo bizayimutwara umwanya. Mambo haya hayamzuru tena. Kubera yuko ngafite ubwuzu bwo kubona. Kwa sababu ana shauku ya kuona urithi wake. Arayibuka gakondo yiwe. Anakumbuka urithi wake. Bwana asifiwe. Haleluya. Bakabona nziza kuruta gakondo. Anaona ni nzuri ya hatamani tena mambo ya ulimwengu. Mambo ya ulimwengu hajali tena. Neno la pili, hakati kama katika shida. Wakati wa shida anaimarika. Anaimarika. Haleluya. Ndio maana Yakobo ameandika hivi. Akasema, ndugu zangu, ikiwa ghafla na shida, mjue kwamba ni furaha kwenu. Haleluya. Na shida kadhaa ikiwa inakujia ghafla, hakuna mtu yeyote shida inamtayarisha. Sijue kama kuko yule shida imemtayarisha. Sijue, mimi ningali mdogo, lakini wale walionitangulia, sijue kama kuko yule ambaye shida inamtayarisha kwanza. Nimwambie kwamba kesho nitafika wala leo. Anabakia kwa kungojea. Kwa sababu shida zikija ghafla, atakuwa anapata furaha. Haleluya. Yule mtu amekwisha kupita kwa ile ngazi ya kusikia maumivu ya dunia, anafika kwa ngazi ya kubadilisha mabaya kuwa mema. Wakati shida zinamkumba, huyabadilisha kuwa furaha.
Haleluya. Ndivyo vile mwandishi alisema. Akasema kwenye bonde la chemchemi. Tunaibadili kuwa bonde la chemchemi. Wakati tunafika kwa bonde la shida. Wakati tunafika kwa bonde la shida. Tunalibadili kuwa bonde la chemchemi. Yule amekwisha kupokea ile imani. Ile imani ambayo Mtume Paulo alisema. Mtume Paulo alisema ni imani ambayo inaruka juu ya mambo yote. Imani sio tazama shida. Imani ambayo inaruka juu ya shida. Haleluya. Yule hakati tamaa kwa sababu ya shida fulani. Yule ni yule amekwisha kutazama kwa imani yake urithi wake. Mambo ya ulimwengu hayamuhuzuru tena. Wala anabadilisha shida. Anaibadilisha kuwa ndege ya kumuongeza katika imani. Haleluya. Anakamata shida na sibadili kuwa kiti ambacho atakikalia. Yeye anapita juu ya shida. Ni ule ambaye iko tayari kuingia katika urithi wake. Ni yule tayari kwa kuurithi urithi wake. Neno la tatu. Anakuja akikumbuka waliotangulia. Kila wakati anakumbuka waliotangulia. Amen. Paulo kwa Wakolosai sura ya 3. Akasema ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, ikiwa tumesulubiwa pamoja naye, tunakufa pamoja naye, tunazikwa pamoja naye, tunafufuka pamoja naye, tunajua kama Kristo mbinguni. Hey! Haleluya! Na tunajua kwamba Kristo mbinguni. Tuwe tunatazama mbinguni kwa sababu utajiri wetu ni Kristo. Pale alipo akasema yule uzima wetu umefungwa katika yeye, katika Mungu. Umefungwa katika Kristo. Akasema wakati Kristo atadhihirishwa, wakati Kristo atadhihirishwa, utukufu utatosha mbinguni. Haleluya. Wakati Kristo wakati atatoshwa katika Mungu. Wakati kwa sababu sasa Kristo yuko ume kwa Mungu. Kwa maneno mengine Kristo angali anafichwa katika Mungu. Kristo anafungwa katika Mungu. Wakati alitaka kuingia katika Mungu, ameshika kanisa. Akaleta kanisa kaliweka ndani yake. Akaleta kanisa kalifunga ndani yake. Akaliweka katika Kristo. Kisha Kristo akaingia katika Mungu. Kristo akaingia katika Mungu. Je, Nkurunziza niko wapi? Ona sababu ambao Wakristo wamoja wanakuwa na woga kwa wakati wa shida. Hawajua kama wako ndani ya Kristo. Hawajua kama wako ndani ya Kristo. Tena wajua kama Kristo anafungwa katika Mungu. Kila kitanikacho nifikia mimi kitafika kwanza kwa Mungu. Kinatosha Mungu. Inafika katika Kristo. Anaondoa Kristo. Nami ndafikiriwa. Ndio. Bwana asifiwe. Haleluya. Ikiwa tumesulubiwa pamoja naye, tunakufa pamoja naye, tunazikwa pamoja naye, tunafufuka pamoja naye. Kristo yu mbinguni. Tutazama milele mbinguni. Mahali utajiri wetu ulipo ni katika Kristo. Haleluya. Akasema yule akidhihirishwa, utukufu wake, utukufu wake ndio na mimi nitapokea. Haleluya. Yohana kaandika hivi. Yohana waraka wa kwanza
halina umbo kwa sasa. Ndiyo mambo Yesu yavuze ngo ni mubireke zose bikura. Ndiyo maana Yesu amesema acheni ngugu na ngano wakome pamoja. Ni mubireke bikurane. Acheni wakome pamoja. Ntimuramenye uko musa. Hamutajua sura yenu. Uko musa. Mahagisi mutafanana. Tuzakumenya Kristo niyerekana. Wakati Kristo atazidishwa nasi tutapata sura. Kwa sababu tutafanana na utukufu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Niho wa mugabo wo mu ndirimbo za Salomo yavuze. Katika wimbo wa Sulemani. Ule mukobwa w'Umushunemi. Binti Mshunemi. Yavuze isamba. Alisema neno. Yaravuze ngo hani wa Yerusalemu. Asema hapa mahali kwenu Yerusalemu. Ngo niho niraburiye. Ni hapa nimepata uweusi wangu. Ariko kuva kera kose nari mwiza. Tangu zamani nilikuwa mzuri. Kuva kera nari mwiza. Tangu zamani nilikuwa mzuri. Ariko ngazi Yerusalemu. Na wakati nilifika Yerusalemu. Nirabura. Nikawa mweusi. Itorero ryaraburiwe. Kanisa linakuwa nyeusi. Kubera impamvu. Kwa sababu fulani. Uhora nishaka Kristo. Kwa sababu natafuta Kristo. Wanataka Kristo. Wanatafuta Kristo. Wengine walienda faragani kumtafuta. Wengine kwa mitoni. Wengine kwa milima mirefu. Wengine kwa kufunga. Nuku kanisa litarawa nukoisha. Haleluya. Tunao urithi wetu. Tena tunaishi uzuri. Biblia inasema kwamba yale ya kuwazuia na kuwarudisha nyuma yalikuwepo, lakini kuna lile ambao walizuiwa nalo, ndiyo ilisababisha wasirudie kule walitotoka. Ni kwa sababu walitazama, wanatazama kwa umbali, wanatazama kwa mbali, kisha wanafurahi. Afuraha waliokuwa na kutazama utukufu. Ndiyo sababu moja ilisababisha wasirudie. Haleluya. Ndiyo maana Paulo asema, akasema wakati nilikuwa Efeso, sikuogopa kupigana na simba. Walikuwa wakipigana sawa vile wana michezo. Je, hamuwaoni? Wanawatengea ukuta. Kisha wanaita wanaume wawili. Tumeweka pesa pale. Je, mpigane? Atakayeshinda mwingine. Malipo yako. Lakini vita Paulo waliwatengea ukuta. Tena wanamtia kule. Mnasema mko na Kristo. Mnasema na mna nguvu za Roho Mtakatifu. Acha tuone kwa mara. Tuone vita ya mwisho. Kisha wanarusha simba. Paulo alikuwa sema, ewe simba, wali wanataka tupigane. Tulia, mchechekea. Simama hapa. Simba wanasimama. Tena wanawashika na kuangusha katika ziwa la moto. Bakabwira umuriro ngo tuza. Moto nyamaza. Utawaka kama kawaida. Ariko nguvu zako ziishe. Wanashika mishale. Wanaichovya katika moto. Je, muone kama wanachovya mishale katika moto? Kisha wanajipanga. Wanarusha. Wanaambia mshale, wewe mshale. Tulia. Tulia, unatulia. Akaandika neno. Akasema ikiwa tumefanya haya yote, ikiwa haya yote tumeyafanya, lakini hatuamini kwamba Kristo amekufa na kufufuka, na tuamini hayupo, je, yale ambayo tumeyafanya katika Efeso yana maana gani? Tuvumilie. Tuna urithi tena nzuri kuliko hii. Biblia hata ni
nimalize kwa neno hili. Ona neno ambalo lisababisha Gitau asikufe mubaya. Ni hili. Biblia inasema kwamba Mungu ndiye ametutayarishia urithi huo. Mungu ndiye ametayarishia urithi huo. Kisha ikachukua pumzi yake nasi ikatupatia. Ikatupa roho wake kama rehani. Ni kusema kwamba haingewezekana kwa sababu Yesu alisema nini? Yesu alisema naenda, lakini ulimwengu huu nimeacha na chomeka moto. Nimekwisha kuwasha moto na mimi naenda. Mtaona nyuma yangu ulimwengu utaungua. Roho wa Mungu tunayo kama rehani. Ile rehani natumbia imani kwamba tuna urithi. Tena tunapigania kwenda katika urithi. Ndiyo sababu wale wote mnawaona anakunywa kileo. Akisha kunywa ile kileo anakumbuka Mungu, analia. Je, hamuwaone wanalia? Mimi siku moja nilimchukua, wamemwacha huko njiani. Mke wake anajua. Mimi nimemchukua kwa bega zangu. Nilimkuta pale chini, wamemwacha huko. Ilikuwa ni usiku. Nitapika kwangu hapa mabegani. Watu wanaanza kuniambia ungemwacha huko, ungemwacha huko. Mimi nikasema nimwachieni. Nilimchukua kwa bega zangu. Kisha nikamwangusha kwenye kiti. Nikakokota hadi chumbani. Nilipokucha asubuhi, aliamka. Alifika kwangu. Akaniambia, pastor, umefanya vizuri. Nitakuwa mshiriki wako. Ni hapa alianzia. Kisha akapita kaenda kwa Mucho. Nitakuwa mshiriki wa kanisa la Agape. Akamwambia tendo nilifanya. Nitakuwa mshiriki wa kanisa la Agape. Wakati analewa. Msitulaumu. Msitulaumu. Kuko siku moja. Sababu ya nini? Walikuwa na roho wa Mungu ambaye anaketi ndani yao. Sababu jinsi walitembea, walikuwa na rehani ya Mungu, roho wake. Ndiyo sababu wanaugua na kulia. Ninazoea kuambia hatuna wapagani, tuna watu wadhaifu tu. Kwa sababu wakati wowote huyu alikuwa mpagani. Je, mlimbatiza? Simekuta amebatizwa katika maji mengi. Je, amebatizwa pasipo kumjua Yesu? Mahali gisa alitembea, roho wa Mungu alikuwa juu yake kama rehani. Alikuwa juu yake kama rehani. Ona neno la mwisho. Kitu ambacho kitakuwa kizuio kwako. Zuio kwako ni kuto kuchunga ile rehani. Ni ile tu. Lakini ndugu zangu, tuimarike. Tuna urithi wetu. Yale tunayofanya. Tuna mahali tunakwenda. Yale tunafanya. Tuna mahali tunakwenda. Lakini inakuomba kwa akutazama mwenendo wako. Jina la Bwana libarikiwe.